Nikualike mpendwa mwana wa Mungu pale ambapo tunaungana, nikualike katika kipindi chetu pendwa cha Amka na Maombi siku ya leo. Naomba tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru na kutukuza kwa ajili ya neema na rehema zako. Asante kwa ajili ya upendo wako, asante kwa ajili ya ukuu wako na uwezo wako. Asante kwa ajili ya rehema zako nyingi na za ajabu kwetu. Tunanyekea kwako tena na kutukuza kwa ajili ya mkono wako na uwezo wako. Lihimidiwe jina lako na litukuzwe, e Bwana. Tunanyekea kwako na kutukuza. Naomba toba na rehema kwa ajili yangu mwenyewe, kwa ajili ya msikilizaji, kwa ajili ya kila mmoja. Naomba toba na rehema kwa ajili ya Watanzania wote na mataifa mengine yote. Na si neema yako, e Bwana, ikatujirie tena. Wewe mwingi wa rehema, namsogeza mikononi mwako huyu aliye mgonjwa, anayeumwa mahali popote pale. Anasumbuliwa na mgongo, anasumbuliwa na miguu, anasumbuliwa na aina yoyote ile ya maumivu anayoyapitia. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, ninaamuru hayo maumivu yakasambaratike tangu sahii. Ninaamuru hayo maumivu yakanyamaze tangu sahii. Ninaamuru hayo maumivu yakaondoke ndani yake katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. E Bwana, kajidhihirishe, kajifunue tangu sahii. E Bwana, ninatangaza mbingu zako zikawe upande wa mtoto wako huyu, akapokea uponyaji tangu sahii katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. E Bwana, kajifunue, kajulikane tangu sahii. E Bwana, kafungue njia zake zote, kafungue marango yake yote kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Asante e Bwana kwa ajili ya neema hii na uweza wako na nguvu zako. Kajifunue tangu sahii e Bwana, tunapoachilia neema hii katikati ya watoto wako waliokuwa na msongo wa mawazo, wakapokea amani yako. Aliyekuwa anapitia kipindi kigumu, nguvu zako zikajifunue tangu sahii katika jina la Yesu Kristo. Baba, tupe usikivu sasa tutakapoenda kusikia neno lako, tukalitafakari na kukaa ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi mwana wa Mungu, ni kuarike, tutarejea tena kwa ajili ya maombi na maombezi. Kuarike tuende tukalitafakari neno la Bwana. Na leo ni siku ya 12 ya mwezi wa 7, ni namba timilifu namba 12. Kumbuka Yesu alikuwa na wanafunzi 12, na pia Yakobo ambaye tunasema ni Israeli alikuwa na wana 12. Kwa 12 leo inatimilika. Lakini pia kwako ambaye umepita kwenye kipindi ambacho umepita kipindi kigumu, tunasema leo katika awamu hii, omba Mungu akupe kukupatia Barnaba wako upate kutimilika katika 12. Baada ya Yuda kuondoka, omba 12 yako ikamilike. Omba neema ya kupandishwa tena, ili ukapewe Barnaba wako, ili ukapewe baraka yako. Kwa hiyo omba Mungu akupe baraka yako iliyokuwepo kipindi cha miezi 6 iliyopita, kipindi cha mwaka wa serikali uliopita. Yawezekana ulimpoteza, yawezekana kuna Yuda alijitokeza ukapoteza, lakini sasa unaweza ukaomba neema ya kutimiziwa 12 yako. Lakini pia na leo tutatafakari kichwa kinachosema kuvunja na kuharibu vizuizi ulivyowekewa mbele yako. Kuvunja na kuharibu vizuizi ulivyowekewa mbele yako. Na kila mtu sasa, tumeanza, ni mwanzo wa mwezi, ni mwanzo wa nusu miezi, ni mwanzo wa mwaka, ni mwanzo gani? Muda wote ule, jambo lolote lile unapoanza, yamkini umepita katika nyakati ngumu. Zote hizo ulizopita, iwe ni katikati ya mwezi, iwe ni mwanzo wa mwezi, iwe ni mwisho wa mwezi, iwe ni wakati gani, popote unapopita, mwanzo wa mwaka, katikati ya mwaka, mwisho wa mwaka, unapopita, jua ya kwamba mbele yako kuna vizuizi, kuna upinzani, kuna mambo ambayo unaweza ukawa unakumbana nayo kwa wakati huo. Kiangalia neno kuu ambalo tunalitumia ni lile la kitabu cha Nabii Isaya. Nabii Isaya mlango wa 45 mstari wa 1 na wa 2, lakini nitaka tuangalie ni ule mstari wa 2. Na mstari wa 1 kuna kipande chake ambacho nataka nizungumze nawe. Anasema Isaya 45 mstari wa 1 na wa 2. Mstari wa 1 anasema,
Haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi. Haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi, masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume. Nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake. Nami nitaregeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake. Ili kufungua milango wapi? Sio nyuma yake, sio pembeni yake, mbele yake. Ili kufungua milango mbele yake. Hata malango hayatafungwa, hata malango hayatafungwa. Anasema nitakwenda mbele yake. Anarudia, nitakwenda mbele yake na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba ambayo imefungwa, milango ya shaba, na kukatakata mapindo ya chuma, na kukatakata mapindo ya chuma. Sisi ambacho nimekisikia niseme nawe ni kwamba kuvunja na kuharibu, kuvunja na kuharibu vizuizi ulivyowekewa mbele yako. Mwana wa Mungu hapa anazungumza kwamba haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi. Pale Koreshi andika jina lako, Joseph Mwakanosia. Koreshi andika jina lako wewe, kwamba haya ndiyo Mungu amwambiayo nani? Koreshi. Nani? Stani. Nani? Amina. Nani? Jema. Nani? Furaha. Nani? Elisha. Nani? Fulani. Haya ndiyo amwambiayo. Anasema Masihi, wewe ni mpako wa mafuta wa Bwana. Mungu hakukuumba kwa bahati mbaya. Mungu amekuumba kwa makusudi. Lakini kuna watu tunapita saizi, kuna milango imefungwa, kuna vitu vimefungwa. Maisha sio kwamba afanyi kazi, anafanya kazi, lakini milango imefungwa. Haoni jambo lolote, hapati mafanikio yake. Kwa ndio maana anamwambia ambaye nimeshika kwa mkono wake. Mungu amekushika kwa mkono wake hadi kufika leo, hadi kufika hii siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, ya 10, ya 11, ya 12. Hata ungefika siku ya 31 au ya 30 ya mwezi au ya 200 ya mwaka au ya 300 ya mwaka au ya 150 ya mwaka, unakuwa umeshikwa na mkono wa Bwana. Sio kwamba umeweza mwenyewe. Hakuna anayejiwezesha ila Mungu anatuwezesha. Kwa hiyo maana hapa nakwambia. Kwa hiyo hata sasa usijivune na wala usifanye kiburi. Amini ya kwamba umeshikwa na mkono wa Bwana. Pamoja na dhambi ulizo nazo, pamoja na makando kando tulionayo, ni mkono wa Bwana uliotushika. Na si kwamba kuna watu wanapenda ukahaba. Hapana. Huyo mtu hapendi ukahaba, ila malango yake ya wokovu yamefungwa. Malango yake ya kuokolewa yamefungwa. Na ndio maana Yesu akasemeje? Akasema, yani siku zinazokuja makahaba watawatangulia kwenda mbinguni. Ukinukuu sana ile sentensi. Kwa nini nasema makahaba watawatangulia kwenda mbinguni? Kwa maana wanatamani na wao kuokoka, ila yule mwovu amewafunga. Kwa hiyo sije ukamfikiri mtu anapenda urevi, anapenda dhambi, hakuna anayependa. Hakuna anayependa. Ila ndio hiki ambacho unasema leo twende tukaombe. Mungu akavunje na kuharibu vizuizi vinavyomzuia mtu asiokoke, vinavyomzuia mtu asifanye mema, vinavyomzuia mtu asitende mema. Ni vipi? Twende tukaviombe, twende tukamwambie Mungu. Kwa hapo unaona Mungu anamwambia Koreshi ya kwamba nitakufungulia malango, kufungua milango mbele yako, milango. Kwa hiyo
ni vizuizi. Kwanza ni milango. Na hapa sasa nataka tuangalie baadhi ya vizuizi ambavyo unaweza ukaenda kuvifungua. Na unafanyeje? Kwa anasema atafungua marango yaliyokuwa yamefungwa. Yapo marango mbalimbali yamefungwa. Marango ya wokovu, marango ya uchumi, marango ya kazi, marango ya ajira, marango ya uzao, malango mbalimbali, malango ya kibali, malango ya mafanikio, malango ya kuinuliwa, umefungiwa yale malango. Kwa umepata vizuizi. Vizuizi ni ukinzani unaokumbana nao. Kwa anasema kizuizi namba moja ni ukuta. Kizuizi namba moja ni kuta za Yeriko. Nazungumza kibibilia. Kizuizi namba moja ni kuta za Yeriko. Kuta za Yeriko, wana wa Israeli walifungiwa nje ya ahadi yao. Nje ya ahadi yao. Zile kuta zilizuia ahadi yao. Ipo ahadi ambayo Mungu amekuwekea, lakini yapo marango yamefungwa. Zipo kuta zilizowekwa mbele yako. Kuna kuta zilizowekwa mbele yako, na ndio maana unajaribu kustruggle ili ujenge nyumba, lakini haufanikiwi. Kwa nini? Ahadi yako imefungwa nje. Wewe uko nje na ahadi yako iko mbele. Ni kama vile umefika benki, fedha ziko ndani, wewe uko nje ya benki. Hata ungekuwa akaunti yako inasoma mamilioni ya fedha, kama umefungiwa nje, huwezi ukachukua hizo hela. Na ndicho ambacho tunasema katika ulimwengu wa roho, kuna watu kuta zao zimewekwa, wamewekewa kuta. Twende tukazivunje hizo kuta zote na kuharibu hizo kuta zote ili upate ahadi yako. Na ndio maana ukisoma kile kitabu cha Yoshua mlango ule wa 6, Yoshua mlango wa 6 mstari ule wa kwanza, anasema basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Kuna vitu adui amevifunga mbele yako. Ndio maana kwa Isaya anasema nitayafungua marango yako ili upate kuingia, ili upate kuendea. Hizo kuta ulizowekewa Mungu akazivunje. Yesu anasema akakivunja kiambaza cha kati kilichotutenga mimi na Mungu. Kwa hiyo kuna kuta zilizowekwa ambazo zimefunga wokovu wako. Unatamani mume wako aokoke, unatamani mke wako aokoke, unatamani ungeacha utoke. Kuna kuta zimewekwa, hautoki kwenye madeni. Kuna kuta zimewekwa, hautoki kwenye ugonjwa huo. Kuna kuta zimewekwa. Hizo kuta tunataka tukazivunje ili uweze kutoka, ili uweze kwenda upande mwingine. Hauwezi kwenda upande mwingine kama hizo kuta hazijavunjwa. Pana kuta ambazo zimezuia kibali chako cha kazi. Pana kuta zilizozuia kuajiriwa kwako, zimezuia kuolewa kwako, zimezuia kuoa kwako, zimezuia mafanikio yako, zimezuia vitu mbalimbali vya kwako. Pana kuta ambazo zimezuia, zimefanya uwe nje ya ahadi yako. Leo hii twende tukamsemeshe Mungu, twende tukazisemeshe hizo kuta. Tunapoelekea miezi 6, tunapoenda miezi kadhaa, tunapoenda mwezi huu, tunapoenda mwaka huu, tunapotembea katika awamu hii, unapoenda katika awamu ile, unapofikia awamu ile na ile na ile, mbele yako kuna mapambano na struggle sana, lakini kuta ziko mbele. Hautafanikiwa kama hautazishughulikia hizo kuta ambazo kuta za Yeriko umewekewa. Iwe ni mwezi gani? Iwe mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11, 12.
kuta zikiwekwa huwezi kuvuka, huwezi kwenda mbele. Kama mtumishi niliye naye hapa, ningemwambia hebu naenda pita hapa, kama hata ubomoa huo ukuta hatoki. Ni lazima ili uweze kutoka katikati ya mshahara wa shilingi 50,000 ulionayo, ili utoke lazima ubomoe ukuta ambao umewekwa, ambao ni kizuizi chako, unaweza ukaibejitia. Na ndio maana muuza karanga amejenga nyumba, nini? Ukuta wake umefunguka, hajawekewa kizuizi. Na ndio maana wewe unapata mshahara 500,000, milioni, lakini mshahara wako huoni unafanya nini, wakati wengine wanapata magari, wanapata vile, wanajazwa vile, wanajazwa vile, kuta zao zimefunguka. Wewe hausongi mbele. Kwa nini? Kwa sababu kuta zako zimefungwa. Ondoa hizo kuta zako, na huo ukuta unaweza ukazuia usiweze kuingia katika hatua yako nyingine. Inaweza katika kazini, kwenye ndoa, kwenye wokovu na vitu kadha wa kadha, vitu kadha wa kadha ambavyo vinaweza ukawa umefungiwa kuta. Kwa hiyo unafikiri umefungiwa kuta, hauoni wokovu, hauoni kitu chochote, hauoni kitu chochote hicho ambacho kimefungwa kwenye maisha yako. Sehemu ya pili au kizuizi namba 2 ambacho twende tukakishughulikie. Kizuizi namba 2 ni Farao na jeshi lake. Farao na jeshi lake. Hautanielewa haraka nikisema hivi, lakini ninaposema Farao na jeshi lake, nini ninachotaka kukiona? Roho ya kufuatiliwa. Roho ya kufuatiliwa. Baada ya kuondoa ukuta, ondoa zile roho za kufuatiliwa ili kurudishwa kwenye utumwa. Na ndio maana unakuta uliweza ukalipa madeni ukamaliza, lakini ghafla kikaanza tu kideni kimoja, tayari umeingia kwenye madeni makubwa. Nini? Roho ya kifarao. Roho ya kifarao imekufuatilia, inafuatilia historia zako. Au unajua wewe umeokoka, lakini unaanza kufuatiliwa siku kwa siku. Yaani umevuka, lakini bado unaanza kukumbuka. Na ndio ile unakuta mtu anaota ndoto, sijui yuko shule ya msingi, lakini yeye alishamalizaga siku nyingi. Unaota ndoto uko chekechea, unaota ndoto una watoto 5, unaota ndoto ndo unachumbiwa, unaota ndoto yani uko Sunday school, unaota ndoto upo sehemu fulani. Nini? Roho ya kukufuatilia, roho ambayo ya kifarao inakufuatilia na jeshi lake. Wana wa Israeli wameshatoka katika utumwa, wameshavuka, wameenda mbali, lakini angalia, wanaanza kufuatiliwa na roho ya kifarao na jeshi lake. Pana watu ambao unazungumza nao leo hii, angalia roho inavyokufuatilia, Farao na jeshi lake anavyokufuatilia. Na ndio maana unajaribu, unapambana, umekusanya fedha uende ukajenge, unafika hatua fulani unastaki. Kwa nini unastaki? Kwa sababu roho ile imeanza kukufuatilia. Unajikuta ngoja niokoke saizi, nasimama vizuri, unasimama vizuri, lakini ghafla unarudi, unapiga match time pale pale, unaanza kurudi nyuma. Mimi roho ya kifarao inavyokufuatilia na jeshi lake. Nataka leo Mungu akakuondolee roho ya mizimu yenu, roho ya mashetani yenu, roho ya miungu inayokufuatilia, roho yoyote inayokufuatilia mahali popote. Mungu akakupiganie, akakuondolee roho ya kukufuatilia, roho ya Farao na jeshi lake, roho ya Farao na jeshi lake. Unafuatiliwa kihistoria, na historia unaanza kuelezwa. Nilikuwa nasikiliza kale yule mtu mmoja, si mnamkumbuka ule wimbo, namlilia marebo amekataa kuokoka? Si mnakumbuka? Nakumbuka. Kwa hiyo ukiangalia ule wimbo, nilikuwa namfuatilia ule ndugu ambaye ndo marebo mwenyewe. Anasema nilifanya hivi. Angalia, anasema yani nilivyookoka sikuweza kurudi tena. Lakini alishavunjwa mkono.
Lakini kuna vitu unaweza kuanza kukumbushwa. Mwambie Mungu asikukumbushie tena mabaya yote. Kiangalia hiki kizuizi namba 2 ni Farao na jeshi lake, au kufuatiliwa na historia ya kale. Kufuatiliwa na historia ya kale. Mara unaota baba yako alishakufa siku nyingi. Mara unaota mpo na baba yako mnafanya vitu gani. Mara unaota sijui kilikwenda kikarudi. Hizo ni roho za kukufuatilia. Jitenge na hivyo vitu. Unafuatiliwa na mambo gani? Mara unaota babu yako alishakufaga mwaka 2000 huko, alafu wewe unamuota sijui mpo wote vinyunguni, sijui unamuota babu yako sijui mko wote dukani, sijui unamuota waliokufa. Nini? Roho ya kukufuatilia inakufuatilia. Kiangalia kile kitabu cha Kutoka, mlango ule wa 8, mlango wa 14, mlango wa 14 mlango wa 14 mstari wa 8, wa 9 na wa 10. Nataka tusome na ule wa 21. Kitabu cha Kutoka mlango wa 14 mstari wa 8 anasema, ule mstari wa 8 kitabu cha Kutoka, na Bwana akaufanya moyo wa Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu, naye akawafuata wana wa Israeli, kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa ujeuri. Mstari wa 9, wa Misri wakafuata nyuma yao, Farao wakafuata nyuma yao farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake, na jeshi mapepo na jeshi lake, nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Pi-Hahirothi, kukabiri Baal-Zephoni. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Wana wa Israeli wakamlilia nani? Bwana. Wao wanamlilia nani? Yaani kuna wakati unajikuta umeona kabisa hili deni ndo namaliza kabisa, alafu unakuta tu deni lingine hilo limeibuka. Yaani unajikuta kabisa. Twende tukamwambie Mungu, Mungu, tumechoka na roho za kufuatiliwa. Mlilie Mungu, pazie sauti yako Mungu. Na ili kuweza kufanya hivi vitu, inua damu ya Yesu. Mwambie Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo ninafuta roho yote ya kunifuatilia. Majeshi ya mbinguni yakasimame kwangu. Wale malaika waliosimama, waliomtenga Farao na majeshi yake na wana wa Israeli, wakainuke leo. Nisiweze kufuatiliwa tena. Ukiangalia ule mstari wa 21 anasema, kitabu cha Kutoka 14:21 anasema, Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari, kwa Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki. Usiku kucha akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Maji yakafanyaje? Yakagawanyika. Mungu akaigawe hiyo bahari, akakondolea hiyo bahari, bahari ya wokovu wako, bahari ya uchumi wako, bahari ya ndoa yako, bahari ya masomo yako, bahari ya kazi yako, bahari ya maisha yako, bahari ya taasisi yako, bahari ya mahali ulipo, yoyote ambacho kina kufuatilia na wamekuwekea beria, hizo beria zikavunjike. Kama ni kujenga ukajenge, kama ni kuajiriwa ukaajiriwe, kama ni mshahara ukapate, kama ni mafanikio ukapate, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Na kuombea kwa mkono wa Bwana
ukavuke sasa. Nakuombea kwa neema ya Bwana ukavuke sasa, wende ukavuke, wende ukasonge mbele, wende ukapande daraja lingine, wende ukainuliwe tena. Kwa sababu ya muda wetu, natamani tukaombe. Vizuizi vingine tutavizungumza, lakini kumbuka Mungu anasemeje? Anasema Bwana amwambia Koreshi. Amwambia nani? Koreshi. Ya kwamba nini? Ya kwamba wewe Koreshi, mimi ninakuja kukufungulia na vilegeza viuno vya wafalme. Lakini ambacho anasema na kukufungulia milango mbele yako. Milango gani imefungwa mbele yako? Bwana akakufungulie leo, akafungue milango yote iliyofungwa mbele yako, milango ya kiuchumi, milango ya mafanikio, milango ya baraka, milango ya kuolewa, milango ya kuzaa watoto, milango, kila mlango wa utasa ukaondoke. Malango yako yote Bwana akayafungue, Bwana akayafungue. Anasema nitavunja malango yote. Bwana akavunje kuta zote ambazo zilikuwa ziko mbele yako. Adui ameziweka, mizimu imeweka, mashetani yameweka, na roho zote ambazo zinakufuatilia. Mungu akakupiganie leo hii. Ufuatishe maneno haya, na hususani wewe ambao unatamani, nizungumze mtu wa kwanza, wewe ambao unatamani Yesu akuvushe leo, upokee wokovu mpya tena. Unahitaji Yesu aingie ndani yako. Ili Yesu akupiganie, hakikisha umemruhusu kaa ndani yako. Hakikisha hilo, hakikisha. Na chochote ambacho nakifikiri, Mungu amekusaidia. Hakikisha unatoka kwenye hiyo dhambi. Hakikisha unaacha hiyo dhambi. Hakikisha unaijutia hiyo dhambi. Hakikisha unaitubia hiyo dhambi. Tamani tuombe mambo kadhaa. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, kunifanya kuwa masihi wako. Mimi nimekutenda dhambi. Ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kujua na kwa kutojua. Tangu sahii ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Tangu sahii namkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Najitoa kuwa wako, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ili nikutumikie na kutegemea hata takapokufa. Amen. Sasa twende tukaombe kwa ajili ya kuondoa vizuizi hivyo. Sema, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kila vizuizi nilivyowekewa kwenye maisha yangu, mbele zangu, kuanzia sasa, kwa mwezi huu, kwa miezi iliyoko mbele yangu, kwa miezi yote, kwenye biashara yangu, kwenye kazi yangu, kila vizuizi walivyoniwekea, vizuizi vya afya walivyoweka, kuta zozote walizoninulia, siku ya leo, Bwana, umesema utavunja kila kuta. Na leo hii kila ukuta unaozuia maisha yangu, unaozuia baraka zangu, unaozuia mafanikio yangu, kila ukuta wa Yeriko uliowekwa na mababu, uliowekwa na mabibi, uliowekwa kwa maneno, ukuta wa Yeriko uliowekwa kwa sadaka, uliowekwa kwa maneno, siku ya leo na ubomoa huo ukuta kwenye miezi yangu yote, kwenye siku zangu zote, kwa jina la Yesu, kwa damu Yesu, kwa jina Yesu, kwa damu Yesu. Kila kuta walizoniwekea nazibomoa,
nazibomoa. Maana umemwambia Yeremia ya kwamba nimekuweka leo hii ili kubomoa na kuharibu, ili kuvunja na kuharibu. Nami leo hii nabomoa hizo kuta, nabomoa hayo makaburi, nabomoa hayo makuta. Hizo kuta za Yeriko zibomolewe leo, zibomolewe leo kwa jina Yesu, kwa damu Yesu, kwa jina Yesu, kwa damu Yesu. Na kila roho za kufuatiliwa, roho za kifarao, roho za jeshi la Farao, najitenga nazo, nazizuia leo kwa jina Yesu Kristo, kwa damu Yesu Kristo, kwa jina Yesu Kristo, kwa damu Yesu Kristo. Kila kuta, kila mashambulizi, kila majeshi ya kipepo kuanzia leo hii nageuza silaha zote, majeshi yote yanayonifuatilia kuanzia sasa ninang'oa mapando yote, roho za kufuatiliwa zilizopandwa kwenye damu yangu, zilizopandwa kwenye jina langu, zilizopandwa kwenye asili yangu, nazing'oa, naziondoa, nazibomoa kuta zao zote kwa jina Yesu Kristo, kwa damu Yesu Kristo, kwa jina Yesu Kristo, kwa damu Yesu Kristo. Haya, ingia kuomba, bomoa hizo kuta zote, bomoa kuta zote Baba, katika jina la Yesu Kristo. Na bomoa hizo kuta kwa huyo mtoto Bwana, kwa huyo baba, kwa huyo mama, hizo kuta zote alizowekewa, hayo marango yake yaliyofungwa, na yafungua sasa, na yafungua sasa, na bomoa kwa jina la Yesu Kristo, na bomoa kwa jina la Yesu Kristo, na bomoa hizo kuta za kichawi, hizo kuta za kipepo, hizo kuta za magonjwa, hizo kuta za umaskini, hizo kuta za madeni, na zibomoa kwa jina la Yesu Kristo. Hizo kuta zinazozuia ujenzi wako, zinazozuia mafanikio yako, zinazozuia uchumi wako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na bomoa hizo kuta kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nazibomoa kuta zote ulizowekewa mahali popote pale, nazibomoa kwa jina la Yesu Kristo. Hizo kuta za kisukari, hizo kuta za kipepo, kuta zote ulizowekewa, hizo kuta sukari inapanda na kushuka, hizo kuta zote nazibomoa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa kila moja kwa jina lake. Nabomoa hizo kuta zote zinazozuia uponyaji kwako, hizo kuta zilizokuzuia kwenye ahadi yako kuanzia sasa, hizo kuta zilizozuia mafanikio yako, nazibomoa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Huo ukuta uliowekewa mbele yako, ukuta wote waliokuwekea mbele yako kuanzia sasa, na ubomoa huo ukuta kwa jina la Yesu Kristo, na ubomoa huo ukuta, na achilia nyundo, na achilia ukuta huo ubomoke kwa jina la Yesu Kristo. Kila ina ukuta, napeleka mabomu, napeleka kila aina ya silaha ya kubomolea hizo kuta zote, nazibomoa, nazilipua hizo kuta, nazilipua hizo kuta kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na ubomoa ukuta kwa jina la Yesu Kristo. Huo ukuta na ubomoa kuanzia sasa, kila ukuta waliokuwekea mahali popote pale, na majeshi, roho zote za kifarao zinazokufuatilia kuanzia sasa, kuanzia sasa, hizo roho zinazokufuatilia, zinazokurudisha nyuma, roho za kukurudisha nyuma, roho za kukuchelewesha, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho za kifarao zilizoinuka kwenye maisha yako, roho zote za kifarao, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Mapepo yote yanayokufuatilia kuanzia sasa, mapepo yanayokufuatilia, mapepo yaliyoumbika kwenye huo mgongo, yanayokuletea maumivu ya mgongo, yanayokuletea magonjwa yote kuanzia sasa, na ya mlo ya mapepo, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Mapepo yote, magonjwa yote ya kipepo kuanzia sasa, hayo magonjwa ya kimisiri, hayo magonjwa ya kichawi, hayo magonjwa ya kila aina, na hizo kuta zote nazibomoa.
kwa jina la Yesu Kristo. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Ewe pepo ulioumbika deni ndani ya huyo mtu, ewe pepo uliyegeuka kuwa usukari ndani ya huyo mtu, uliyegeuka kuwa pressure ndani ya huyo mtu, kuanzia sasa na kuamuru, toka kwa jina la Yesu Kristo. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Toka, sambaratika kwa jina la Yesu Kristo. Nenda kuzimu. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo naachilia uponyaji, naachilia uzima, narejesha kila uchawi uliofanyika mahali hapo, uliotengenezwa na baba zako na mama zako, huo ukuta uliofanyika mahali hapo kuzuia uponyaji wako, kuzuia afya yako, kuzuia uzima wako, kuzuia baraka yako, kuanzia sasa na kufungua hayo marango yako yote, na yafungua kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, naachilia mkono wako, naachilia neema yako, naachilia kufunguliwa kwako kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo naachilia kufunguliwa kwako kuanzia sasa. Ukawekwe huru, uchumi wako ukafunguliwe, baraka zako zikakujirie, marango yako yakafunguliwe, kazi yako ikafunguliwe, ndoa yako ikafunguliwe, amani yako ikafunguliwe kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo. Natangaza kufunguliwa kwako kwa miezi yote iliyoko mbele yako, kwa siku zako zote, kwa nyakati zako zote na majira yako yote, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Karibu, endelea kuomba mahali popote ulipo. Unaruhusiwa kuendelea kuomba. Endelea kuomba. Usinyamaze. Wewe endelea kuomba. Amen.